Tumemsikia huyu Gamalieli, mwalimu wa Torati, akiwaonya makuhani kuhusu kazi za hawa mitume wa Kristo, na akatoa mifano ya watu wa kibinadamu ambao walikuja wakaanza kufundisha mafundisho yao, lakini mafundisho yao hayakutoka kwa Mungu. Hao watu walivyokufa, basi na mafundisho yao yaliisha. Akasema kama hawa mitume, msimamo wao, imani yao, mafundisho yao wanayafundisha chanzo chake ni Mungu, vitu viwili, hamtaweza kuvisimamisha, kwa sababu hakuna nguvu yoyote ambayo inaweza ikashinda nguvu za kimungu. Kwa hiyo mtakuwa mnapoteza nguvu zenu. Na jambo la pili ni kwamba, na mkijaribu kufanya hivyo, mtakuwa mnapingana na Mungu. Sasa wanadamu hatuwezi kupingana na Mungu, kwa maana chochote ambacho chanzo chake ni Mungu kinaishi milele, kwa sababu Mungu ni wa umilele, ni nguvu za juu. Na alichosema Gamalieli ni kweli, na ndio maana wewe na mimi leo ni wafuasi wa Kristo, kwa sababu mafundisho ya Kristo yalitoka kwake, mwana wa Mungu, yakaendelea pamoja na mapingamizi mengi ya mateso na kuwawa, lakini imeendelea mpaka leo, mimi na wewe. Chochote ambacho chanzo chake ni Mungu kinaishi milele. Kadhalika maisha yetu, chanzo cha maisha yetu ni Mungu. Chanzo cha maisha yetu ni Mungu. Na mpango wa awali kabisa wa Mungu ni mwanadamu aishi milele pale anapokuwa anamsikiliza yeye na kufuata maagizo yake. Lakini wakati wazazi wetu waliacha kumsikiliza Mungu, basi kifo ndio kikaingia. Kifo haikuwa mpango wa Mungu. Kifo ni tokeo la dhambi. Kifo ni tokeo la anguko. Na Mungu anapomtuma mwanae ashiriki kifo alafu afufuke, Mungu anataka kurudisha ule mpango wake wa mwanzo, kwamba mwanadamu aliumbwa akiwa tegemezi kwa Mungu na kufuata njia za Mungu aishi milele. Tumombe Mungu basi tunaposherehekea sikukuu ya Pasaka, ushindi wa Kristo ambaye alishinda kifo, ni habari ya matumaini kwamba mpango wa mwanzo wa Mungu wa watu kuishi milele umekamilishwa kupitia Kristo mwanae. Na hivyo ndugu zetu wote ambao wamebatizwa na kushirikishwa na nguvu hizo za kimungu, hata kama wanaonekana kwamba wamekufa, hawajakufa, kwa sababu wako hai ndani ya Kristo. Na ndio katika imani hiyo na mtazamo huo tunapomkumbuka Askofu Bernardini Francis Mfumbusa, ambaye ameshiriki sasa uzima wa milele. Lugha sisi ambayo tunamwamini Kristo, kifo tuseme kifo, tunasema ameshiriki uzima wa milele. Uzima wa muda mfupi umeisha, lakini unaendelea katika uzima wa milele. Basi sisi tukumbuke vile vile marehemu wetu, ndugu zetu mbalimbali, tukumbuke bado wanaishi, bado wanashiriki uzima wa milele, kwa sababu maisha yalitoka kwa Mungu, yanategemezwa na kwa Mungu, na Mungu anayakamilisha katika nguvu zake za ufufuko. Tumsifu Yesu Kristo.